yangu. Leo unajua nachanganyikiwa. Na vurugwa. Nini mbaya shoga yangu? Haya niambie. Hivi unajua penzi la Ishengoma linaniumiza sana. Yaani linanivuruga, linanifanya nisielewi kipimo, sijui unaelewa? Unaona njeke. Shoga. Kweli dunia ina maajabu. Yaani wewe uko kwenye ndoa na bado unaandika ndoa za watu. Shoga yangu. Sio uko kwenye ndoa tusemeje sasa? Shoga yangu. Ogopa mwanaume siokuwa na pesa. Sijui unaelewa? Yaani ogopa. Tena ukimwona kimbia kama unavyokimbia ugonjwa ukoma. Unalielewa hilo? Kumekucha. Na makucha yake. Ila shoga yangu. Kwa nini usitudie tu na mume wako? Mbona mume wako anaonekana anakupenda sana jana? Yaani ndio unaisema hivyo. Ila nimekwambiaje? Yaani mwanaume mwenye kwanza hana pesa. Sijui unaelewa? Ananipenda vipi? Mimi na mwanaume sio na pesa kwa kweli. Hivyo unaweza kula ugali bila mboga? Ndio sasa ninachokupitia mimi sasa hivi. Na hisi unaelewa hiyo situation. Haya, na sasa hivi kazi unayo. Maana wewe Ishengoma badilika vibaya. Kazi gani tena? Juzi nilikuwa hapo hotelini nilikuwa na Natasha. Sasa si akaja sijui kuna shemeji yake yule Lubango usijui. Lubango? Ndio hivyo. Ameenda kwa Ishengoma. Yaani ameenda kumfilisi mkaka wa watu. Familia ya Sundi. Yaani nimekwambia nanyoshia mikono. Kwa hiyo familia nzima wameamua kujikusanya kwenda kwa hapana. Ile familia nilikwambia ile familia ni wachawi wale. Yaani ni wachawi. Yaani utaamini kwa kitu ila siku utakuja tu nielewe na maanisha nini. Shoga, hebu nenda taratibu basi. Maana kwa nini unaenda faster? Yaani alafu huyo unayemsema mchawi, huyo Lubango anaweza akawa shemeji yako baadaye. Kwa hiyo sasa taratibu. Shemeji which? Shemeji kwa nani tena? Yaani Lubango huyo? Lubango mkamazia waka shemeji yangu mimi. Nimekwambia ni taratibu mwaje. Shoga. Nimeshakwambia taratibu. Hapo unajua unamzungumzia Lubango. Si unaelewa? Umesema ananuka maziwa ya ng'ombe sawa. Ananuka kwako. Mama kwa wengine ni manuka tu tena ananukia hasa upo. Ndio hivyo. Hebu tuachane na wafilisi wa Ishengoma. Najua siku nitakapoolewa mimi na Ishengoma. Hao watu kanyaga kwangu kabisa. Sijui unaelewa? Shoga yangu. Kwa hiyo unasema hiyo siku sijui mnaenda kwa hotelini sijui na nini kukutana na wewe Ishengoma. Kuniulizia labda kunitaja jina langu nini? Nachoka. Feti! Wewe Tasha! Ni wewe? Ni macho yangu ama naota? Yaani kama tu unaota rafiki yangu. Basi sote mimi na yeye tunaota. Hebu tusogeleane kidogo. Jamani, tufinyane tuone kama tu. Jamani. Taratibu sasa shoga yangu. Chai itakuunguza. Wewe, hebu nifuate. Karibu sana the best dancer wa darasani kwetu. Asante, nimekaribia. Hivi bado una dance? Nachoje sasa rafiki yangu? Enjoy the dance. Anashabida babo. 20 million. Send it to my ex. Onyesha move on. Hebu kuka kidogo. Karibu sana shoga yangu, nikuletee kitu kwanza. Jamani, karibu sana. Asante. Yaani unajua siamini. Siamini pia. Jamani, umepotelea wapi shoga yangu? Rafiki yangu ni story ndefu. Ila umeng'aa. Unaonekana upokuwa ni pazuri. Kawaida. Sema nini shoga yangu? Yaani nilikuwa nimekumiss. Yaani nimekumiss zaidi unavyofikiria wewe. Jamani. Feti, yaani toka tumemaliza shule ukapotea. Sija kuona tena. Rafiki yangu alonikuta makubwa. Shoga yangu, tena kama unataka kuniogopesha tena. Makubwa hayo vipi? Wacha tu nitakuhadisia kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Feti, tangu tumemaliza shule ukapotea. Eti leo hii namuona Feti huyo anakuja. Yaani sijui niseme, sijui ni miujiza, sijui niseme ni nini. Yaani mwenyewe hata sielewi.
Pamela. Karibu sana shoga yangu. Asante, habari zenu? Salama. Naona una mgeni. Naona kama nitaingia mazingira. Baadaye tu. Wala hata usijali. Huyu anaitwa Feti, ni rafiki yangu. Feti. Huyu hapa anaitwa Pamela na yeye ni rafiki yangu. Kwa hiyo nyote ni marafiki zangu. Usijali shoga yangu, ngoja nikuletee kiti ukae. Mambo Feti. Poa. Nimefurahi kufahamu. Nimefurahi pia. Haya. Karibu. Naambia shoga yangu za uko kutoka. Sio nzuri kabisa Tasha. Yaani nimevurugwa, sijielewi kabisa, nimevurugwa. Pamela, mbona unanishtua? Kwani kuna nini? Acha shoga yangu. Si yule dokta. Sasa jamani, si uniambie. Hai Helen. Sio kukuulizia toto jina lako likutajwa kabisa. Toba. Hapo ndo ninapochoka. Umeona sasa? Ndio hivyo mwana. Ninatafsiri. Shogile, una maono? Hivyo wako leo naishia ngumu. Alafu mume wako Medi unamweka? Nawe. Haya tuachane na Medi. Huyo Sundi atakuwa wapi wakati huu? Shoga kweli umevurugwa. Kiukweli tu nisikupe matumaini. Na nisikupake mafuta pia kwa mgongo wa chupa. Yaani tu sio kukuulizia. Hata jina lako alikutajwa Shogile. Kuishi habari yangu. Mimi hivyo nimemkosea wapi Ishengoma jamani? Mbona sikumbuki kama kuna jambo lolote kubwa ambalo nishawahi kumfanyia? Mbona mambo yanakuwa hivi? Hivi kweli Ishengoma kunifanyia mimi hivi? Lakini naye shogangu muda mwingine waga unajisahau. Sasa mimi nimejisahau kwa kipi hapa tena? Hivi nakumbuka kipindi kile penzi nilo liko moto, vibamna liko fire limenyoka hivi. Unakumbuka usiku ulikopo mimi, wewe na Shemu? Huyo Ishengoma. Haya. Sijui alikuwa amesemaje, ukaja ukamwambia ni mimi nachokiona hapo ni unachokifanya hapo ni cha kijinga kabisa. Umeona jinsi alivyokasirika? Shoga yangu, sikiza nikwambie. Hayo mambo yaliisha. Sijui unaelewa? Na hakuwahi kuyaongelea tena. Nakumbuka siku ile tulivyotoka pale, tumeenda nyumbani. Mwenye nikampa mavitu. Akasahau na hajawahi kuzungumzia chochote. Hiyo sio shida shoga yangu, hiyo sio issue. Shida itakuwa ni nyingine kabisa, ila sio hiyo. Labda ameluzi tu interest nayo. Sinajua sana wanaume. Hata kama ila sio kwa staili. Maana tu hata hiyo siku ambayo tulikuwa tumeenda hapo hotelini nilipokuwa na Natasha. Alipita mdada shogangu. Mdada gani tena? Mama nakuonea huruma wewe. Huyo mdada alijaliwa nyashi. Wacha nicheke mie Kim. Mdada alijaliwa nyashi. Kiufupi tu ana kila kitu. Si unaelewa? Huyo Ishengoma alimtazama yule mdada kwa matamanio. Mdada tu mpaka anaishilizia. Mimi nikawa tu najifikiria vipi kuhusu. Haleluya. Nashukuru shoga yangu. Nashukuru kwa kunipa kodi. Yaani ndio maana sijawahi kujuta kuwa na rafiki kama wewe. Na nitakupenda. Shoga yangu, yaani nakupenda, nilikupenda na nitakupenda. Naomba niwapishe kidogo, muendelee kuzungumza. Hapana Feti, kaa tu. Kama una shida ya kutembelea mambo ya watu, shauri yako, mimi naongea. Yaani muulize Tasha. Ni rafiki yangu kindaki. Nimesoma naye miaka 4, muziki na mimi na muziki. Ya watu naachia wenyewe. Kweli? Kweli. Kama ni hivyo basi kaa, uenda ukawa msaada pia. Sawa. Pamela, una uhakika na unachokisema? Tasha, yaani siko sawa. Siko sawa rafiki yangu. Yaani mambo ni nimeharibu. Nimeharibu tena mimi. Nini tena shoga yangu? Si yule dokta. Unajua Dr. Kenya ni mtu mzuri sana. Alinisaidia kipindi kile nimetoa mimba nilivyokuwa. Alinisaidia sana. Ila jana sikanialika dina. Unajua sijawahi kutumia whisky kabisa. Alinishawishi sana nitumie whisky. Na mimi nikaona sionekane mshamba, si unajua kielele changu. Baada hapo kilichotokea sasa.
nilipoteza channel kabisa yani. Mungu wangu. Pamela. Nakuita mara hizi mara 3. Una balaa wewe. Yaani kibaya zaidi sasa. Kaka Cleo yupo likizo. Nilitoka kule alfajiri mbio na wahi nyumbani. Nakuta kakangu hajalala. Ananisubiri. Na nilipofika tu mlangoni, swali la kwanza, kulikuwa wapi kwa ukali? Yaani amesha kabisa amekasirika kakangu. Yaani zidi kumpaza tu. Yaani nimezingua sana chika. Pamela, masuala ya Cleo naomba tuyaweke pembeni. Hapa tunamuongelea Dr. Kainja. Huyo unayemsema huyo Dr. Kainja vipi? Amkufanya? Tulifanya. Maana nilipoamka asubuhi, nilipojikagua niligundua yani ndio hivyo tayari kila kitu. Pamela, una balaa wewe binti wewe. Tena balaa lako zito. Yaani kila siku nampata tu kaka Cleo. Amna siku ambayo nimekuwa dada bora kwake. Yaani kila siku tu nazingua. Sisi tutajisafishaje kwa kaka yangu sasa? Niambie Tasha. Sema hivyo Pamela. Yalitokea tu Pamela, au kukusudia kuyafanya. Na kibaya zaidi juzi nimeenda pale hadi ananiuliza eti sijaacha biashara yangu ya kujiuza. Aniamini kabisa kaka yangu. Pamela, wewe ni dada bora, usiseme hivyo. Nitafanyaje ili aniamini tena jamani? Pole. Ni maisha tu, yaani jikaze. Sawa, usilie. Yaani jikaze kabisa. Kwa sababu naona kabisa unatembea kwenye njia zangu. Sijui unaelewa? Wewe tu. Mimi huyo. Nakwambia mwaka. Ni hapa tu. Unajua nimefurahi. Yaani nimefurahi. Nashukuru shoga yangu. Nakupenda. Nini sasa? Sasa kipi kinachokufurahisha hapo? Nini nzuri sasa? Shoga yangu, na ndio maana nilikwambia sijuti kuwa na rafiki kama wewe. Sijai kujuta na sitakuja nijute. Wapi shetani aingilie furaha yetu. Sasa wewe nini kimekufurahisha? Umenipa kodi rafiki yangu. Kodi gani? Kumbe hujui. Wewe umesema hivi siku ile mlivyoenda sijui hotelini. Shengoma alimwona sijui mdada sijui na mnyashi sijui vipi. Akamwangalia akamtazama mpaka mwisho, si ndio? Sasa nilichokigundua. Nenda zangu Uturuki kutengeneza nyashi. Mwenyewe naye atanasa kwenye mfumo. Mbona hapa panaitwa utakuja tu? Yaani mimi kukuacha labda nikuamlia ila la sivyo. Shoga. Wewe uko sawa kweli? Umeniona ukota makopo shoga yangu? Issue sio kokota makopo. Yaani issue ni kwamba unapokuja kuniambia kwamba unataka ukatengeneze nyashi sijui uko Uturuki. Wewe au utaona utengeneza nyashi sio anarekebisha miili yao unaona vile una muonekano vile bomba. Shoga. Ela inaanzia hapo ni milioni 100 kwenda mbele. Sasa shogangu wewe, huyo mume wako mwenyewe mlanda mbao shoga. Kaingiza sana kwa siku 15,000. Shoga yangu. Hiyo pesa ya milioni 100 atafikisha lini si mpaka uzeeni. Hiyo nyashi utaitengeneza lini shogangu? Enda kuonea huruma. Yaani hapo kwenye swala la hela ndio tatizo linapoanzia. Sijui unaelewa? Ila sio mbaya. Hivyo si unajua kama nanili Sundi alipanda ndege akaenda Bukoba. Sasa nimekwambiaje, yaani mimi size nitahakikisha lazima niende Uturuki kutengeneza nyashi. Na mimi napanda ndege. Makubwa. Lakini sawa, yule mwenzako hata akipanda ndege ni fresh utaka apande basikeli wakati mwanaume sapapa zipo. Ila Pamela kiukweli, yaani kiuhalisia, huyu daktari anapaswa kushtakiwa. Maana wewe huoni kama alikubaki? Kiuhalisia ni hivyo Tasha, lakini mimi ndo nazingua tu. Yaani daktari anakosa kabisa daktari. Mimi ndo nilishindwa kumsamini kakaangu Cleo. Nazidi kumkwaza tu kila siku. Sijai kuwa dada bora hata siku moja. Yaani nimekuwa tu mkuki wa maumivu kwake kila siku mimi. Yaani alipokuwa likizo, nitamani hata aje nyumbani tukae wote muda mwingi, tupige story. Au ni hata nimebadilika dada yake. Lakini ndo nini sasa? Nazidi kumkwaza tu. Pamela, usiseme hivyo. Wewe ni dada bora kabisa kwa Cleo. Hapana, yaani, Tasha. Hayo yaliyotokea halikuwa kusudio lako Pamela.
nazidi kumkwaza tu kaka yangu. Yaani sijui lini ataona nimebadilika. Yaani sijui lini ataona yani na natakiwa kufuata majibu leo. Lakini siendi na namba zake nimeblock na simu nimezima. Tena angalau sasa hivi najisikia vizuri. Umesemaje Pamela? Yaani yaani unasikia? Yaani kwenye swala la majibu. Hapo lazima upate. Tena yani masuala yao yaweke pembeni kabisa, yani yaweke kando kwanza. Yani wewe yani zingatia kwanza afya yako. Tena kwenye swala la majibu na kupeleka mimi mwenyewe lazima uyafuate. Hapana Tasha. Sasa mimi nitamwangaliaje yule dokta? Hii aibu yote mimi nitaweka wapi? Atanionaje? Hii aibu mimi nitaweka wapi? Ndio hivyo shoga yangu, nitahangaika. Unajua nilienda kuna huyo mganga fulani vile nilienda tu kwa sema mganga mwenyewe naye ni yeyusho. Akanizingua na chochote kilichoendelea. Ukurupuka uko shoga. Sio kurupuka, sasa ningefanyaje ndugu yangu, nahangaika. Ungekuja kuniuliza kuna shangazi yangu hiyo. Si alikuja. Mambo yake ya kwenye ndoa alikopo anamhangaisha na kwambia kimeruka huko kimeangukia huko. Kiufupi ndoa alikopo ieleweki. Kaja hapo kuna huyo mganga nikampeleka shoga. Shoga mganga uko vizuri kiufupi. Acha basi. Ndoa imenyoka iko hivi. Saizi mahaba ni uwe, mahaba moto moto. Ungekuja mapema, ungelisolve. Sasa nishapata kitu. Sijui unaelewa. Nifanye hivi, unipeleke kwa huyo mganga wako. Sijui umeelewa eh? Niende kwa huyo mganga wako, anipe hizo dawa za mimi kupendwa na Ishengoma. Alafu sasa huyo Ishengoma atanipa hizo milioni 100 za kwenda Uturuki. Hapo unaonaje? Ila shoga unajua kucheza kama pele. Yaani akili iko fasta vibaya mno. Ukipendaje shoga yangu lazima ukiangaikie, sijui unaelewa. Yaani mwenzako yani sijafeli, yani hata darasani kwenyewe sijawahi kufeli. Ngoja nifeli kwenye vitu vidogo tu. Nimechapu vibaya. Wewe. Kama masuala electronic hivi. Ni hivi tu kama smart vile. Nitakupeleka kwa mganga shoga. Kama nilikwambia sijai juu utakuwa na rafiki kama wewe. Yaani kila kitu changu ninachokitaka unanifanyia. Ila wewe kama kachawi vile. Wewe shengo wewe kama nakuona vile. Kia Mungu wewe. Ndio hivyo. Uko nje nasikia kuna mtu analia shoga. Nani sema? Mimi hata naelewa shoga yangu wote tuko ndani. Mimi nitaweka wapi? Yaani wewe, yaani unashindwa kuzingatia afya yako kisa eti utaona aibu. Pamela, nakwambia hapa unaenda. Tena naona kama kuna mambea wanakuja hapo. Simama twende sasa hivi. Nyanyuka twende sasa hivi. Dunia ni mengi makubwa.